Wakati jitihada mbalimbali zikiendelea kuchukuliwa na jumuiya za kimataifa ili kuhakikisha kwamba zinakomesha vita vya Ukraine, lakini bado inashuhudiwa nchi ya Urusi kupitia kwa rais wake Vladimir Putin akiendelea kuwa na msimamo ule ule uliohalalisha kwa sababu alizoziainisha kwamba alistahili kuvamia Ukraine na vita ambayo sasa imedumu kwa miaka 3.5. Hebu kwanza tuangalie taarifa hii ambayo imeandaliwa hivi karibuni na mwenzetu Faraja Samo juu ya mkutano wa mwisho wa mwaka wa Rais Vladimir Putin wa Urusi alipozungumza na waandishi wa habari na kuendelea kushikilia msimamo wa kile anachokiamini juu ya uvamizi wake nchini Ukraine. Akirejea historia, Putin amezungumzia tukio la mwaka 2014 analoliita mapinduzi yaliyomuondoa madarakani rais aliyekuwa na mwelekeo wa Urusi Viktor Yanukovych, akidai hapo ndipo mizizi ya mgogoro wa sasa ilipoanza. Kwa mujibu wa rais huyo, Ukraine inakataa kumaliza mgogoro huu kwa njia za amani, ikionekana kutokuwa tayari kujadili masuala nyeti ya mipaka wala kutoa ardhi, hali anayosema inafanya suluhu kuwa ngumu kupatikana. Kauli hizi zinaakisi msimamo wa muda mrefu wa Urusi kwamba sababu hizo ndizo zilizochangia uvamizi wa kijeshi kwa Ukraine mwaka 2022, msimamo ambao unaendelea kukosolewa vikali na mataifa ya Magharibi na washirika wake. Mkutano huu unafanyika kwa njia ya simu karibu na Kremlin, ukiwahusisha waandishi wa habari pamoja na maswali kutoka kwa umma, ambapo Kremlin imesema karibu maswali milioni 3 yalitumwa, tukio linalompa Putin jukwaa pana la kuwasilisha tena hoja zake kwa Warusi na kwa ulimwengu mzima. Idi Wesu, Azam News. Ujumbe mkuu wa Rais Putin katika mkutano wake huo na waandishi wa habari ni kwamba vita ya Ukraine itakoma pale tu nchi za Magharibi zitakapoheshimu Urusi. Hii ina maana gani na inatoa taswira gani katika ndoto ama matamanio ya kuona Ukraine vita yake inaisha? Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu katika mjadala huu tukiwa naye Abdulaziz Jad, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye anaungana nasi akiwa kule London nchini Uingereza. Jad, karibu sana na tunashukuru kwa kuwa nasi. Asante sana. Na bila shaka umefuatilia taarifa hiyo ambayo imetoweka hivi punde na ujumbe mkuu wa Putin kwamba endapo ataheshimiwa na mataifa Magharibi vita ya Ukraine itakoma. Kuheshimiwa huko anamaanisha nini? Anataka aheshimiwe vipi? Asante sana. Amezungumza ni kuheshimiwa, lakini bado lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba Ukraine sio tishio kwa Urusi. Ukraine haiwezi kuingia katika mkataba na NATO, haikaribishi NATO kuingia katika nchi ya Ukraine na kuwa ni jirani na Urusi na kuhatarisha usalama wa nchi kama ya Urusi ilivyo. Kwa hiyo hiyo sababu kubwa ambayo Vladimir Putin pamoja na Urusi kwa ujumla inasema kwamba Ukraine bila ya kuwa ni nchi neutral katikati, haiwezekani kabisa kuwa na jeshi la nchi za NATO karibuni na nchi za EU. Kwa hiyo bado Ukraine inajikita katika maamuzi yake yale na ikisaidiwa na EU kusema kwamba ni nchi ambayo itajiamulia mambo yake yenyewe, lakini kujiamulia mambo yake yenyewe bado inaonekana kwamba ni hatari kwa Urusi, na Urusi anasema malengo yake hayajafikiwa, na ndio maana akavamia miaka 3.5 na mpaka sasa hivi takriban anaikalia kimabavu au anaikalia zaidi ya 20% ya ardhi ya Ukraine, hususan maeneo ya Donbas kule na majirani yake. Wakati anatoa kauli hii ya kusema kwamba anahitaji Urusi iheshimiwe ili kuondoa hayo mashaka ya kwamba pengine anaweza asimalize vita ya Ukraine, alisema hivyo kwa sababu waandishi wa habari miongoni mwa maswali waliomuuliza ni hayo, na wakirejea kwamba kuna wasiwasi kwa hiki ambacho amekifanya Ukraine, itakuwa ajabu kwa mwakani kushuhudia Urusi pengine akifanya uvamizi katika taifa lingine la jirani na maeneo hayo. Aaminiwe kwamba kweli hawezi kufanya hivyo, ama ni kufumba kwa kutumia neno la taifa la Urusi kuheshimiwa? Hapana, bado kuheshimiwa kwake ni yale masharti na vigezo ambavyo ameviweka katika masuala ya usalama wake. Kistrategia, Urusi haionekani kwamba itavamia nchi nyingine, na haina sababu ya kuvamia nchi nyingine, kwa sababu ukiondoa Ukraine hakuna majeshi ya NATO na majeshi ya EU au msaada wa majeshi hayo ambayo yamevamia zaidi ya Ukraine. Kwa hiyo ukitizama kistrategia vile Urusi licha ya kwamba inapigana na mataifa mengi katika mfumo wa proxy tunaita, lakini haina jeshi kubwa la kuweza hata kuikalia Ukraine yote moja kwa moja.
baada ya kuivamia. Kwa hiyo haina nia hiyo na haitegemewi kwamba Urusi inaweza ikapanua mipaka na kuanza kupigana vita, na imechukua tahadhari kubwa sana hata kupiga nchi za jirani, kwa mfano Poland na nyinginezo, kuhakikisha kwamba yale makubaliano ya NATO kwamba akipigwa mwanachama mmoja wa NATO basi wanachama wote wamepigwa. Kwa hiyo utaangalia kwamba alikuwa na tahadhari kubwa sana ya kupiga nchi nyingine hata kwa bahati mbaya, ingawa huko nyuma drones zile ndege zisizokuwa na rubani ziliweza kuingia na makombora kwa bahati mbaya upande wa Poland, lakini amechukua tahadhari kubwa sana. Kwa kuzingatia hivyo, inaonekana wazi kistrategia kwamba Urusi hataki kuvamia nchi nyingine, na akivamia nchi nyingine itakuwa kwake ndio tatizo kubwa zaidi. Kwa hataki kutoa kisingizio cha kufanya hivyo. Ilianza kama wiki, miezi, sasa tunazungumzia zaidi ya miaka 3.5 kule Ukraine katika uvamizi huu. Katika kipindi hiki chote kiuchambuzi, nini unakiona na huu mzozo ambao unaonekana hata hatima yake inakuwa inachukua muda mrefu tofauti na ilivyotarajiwa? Ni kweli kabisa, kwa sababu yeye alitegemea Vladimir Putin pamoja na Urusi kwamba Ukraine itasalimu amri kwa kipindi kifupi. Na ilikuwa kuendelea kusalimu amri katika kipindi kifupi, lakini EU ilijizatiti kuhakikisha kwamba Ukraine haianguki, na ikatoa misaada pamoja na Marekani, zaidi ya misaada ya si chini ya thamani ya dola bilioni 131 kwa upande wa silaha tu peke yake, ukiachilia zaidi ya trilioni 1 kwa ukichanganya na pesa, zimetoka kwa Marekani pamoja na EU. Kwa hiyo silaha za kila aina zilipelekwa pale, na walitegemea kwamba kitu kinachoitwa war of attrition, vita vya mmomonyoko, baada ya muda Urusi itaanza kuanguka. Lakini kinyume chake mpaka sasa hivi war of attrition inamdhuru zaidi Ukraine pamoja na mataifa ya Ulaya, na mataifa ya Ulaya unaonekana kabisa kwamba wameishiwa katika hazina zao silaha nzito za makombora za kupiga. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba mategemeo ya nchi za Ulaya kwamba Urusi ingeshindwa haijatekelezeka, na Urusi bado inaendelea na mikakati ya kivita. Inaonekana wazi kabisa kwamba Urusi katika kipindi cha miezi kadhaa itaweza kuwa ni mshindi katika medani ya kivita, katika uwanja wa mapambano. Katika kipindi hiki chote cha miaka 3.5 Jad, tumeona kwamba washirika wa Ukraine wanataka kuona vita inakomeshwa, kwa maana Urusi inaacha mashambulizi na inaondoa vikosi vyake, na hata Ukraine imekuwa ikishikilia msimamo kwamba maeneo yake ya mashariki yanayoshikiliwa na Urusi lazima yawe huru ili kuja katika ile dhana ya makubaliano ya kupata amani. Katika mazingira haya ambayo Urusi pia yenyewe inaendelea kushikilia msimamo wa kushikilia maeneo ya Ukraine, hii amani inayotafutwa itapatikana kweli? Ukitizama kwa upande mmoja unaweza kusema kwamba wanataka vita visimamishwe, lakini kwa upande mwingine wanataka kuhakikisha kwamba Urusi anashindwa, sio kwamba vita vinasimamishwa. Na ndio maana masharti ya Urusi yanakataa kusimamisha vita kabla ya makubaliano juu ya meza. Ndio maana anazungumza kwamba masharti yake yaheshimiwe, na kuheshimiwa yale masharti kwamba kusiwe na mahusiano ya Ukraine pamoja na NATO, umoja wa NATO ambao amekubali kwamba yuko tayari Ukraine kujadiliwa kuingia katika jumuiya ya nchi za Ulaya EU, lakini sio ya NATO kwa sababu ni hatarishi katika usalama wa Urusi. Kwa hiyo ukitizama huo upande huo, ni wazi kabisa kwamba nchi za Ulaya zina lengo la ziada, sio kwamba la kusimamisha vita, lakini kuhakikisha kwamba Urusi anapunguzwa nguvu za kijeshi na hatoweza kupigana au kuvamia nchi nyingine. Na kwa hiyo ukitizama hivyo, hata kusimamishwa vita, ile peace deal ambayo ilikuwa ikisimamiwa na Donald Trump, amezungumza kwamba ni siku 30 tu zisimamishwe pale. Kwa hiyo Urusi anazungumza wazi kwamba hii sio kusimamisha vita, bali ni kuipa pumzi Ukraine na kuimiminia silaha mpya ili iweze kupigana tena. Na ukitazama hivyo, lengo ndio hilo. Ndio maana kwa sasa hivi unaona kwamba EU wanachangisha pesa nyingi kuanza kumpa Ukraine ili aweze kujikimu na asianguke moja kwa moja.
Umezungumzia dhana ya EU kuchangisha fedha mahususi kwa ajili ya Ukraine. Kabla tujaenda zaidi kwenye hoja hiyo, hebu tuliangalie hili ambalo linatumiwa pia kama silaha na Umoja wa Ulaya EU, ambao hivi karibuni wamekuwa na mjadala kuhusiana na namna ambavyo wanaweza wakazuia mamilioni ya fedha, kwa maana zile euro ambazo ni za Urusi zipo barani Ulaya, wakiona kama ni silaha nyingine ya kuhakikisha kwamba wanamdhoofisha Urusi. Taarifa hii itatueleza zaidi afu tuje kwenye mjadala zaidi. Hii taarifa kwa kifupi, lengo lilikuwa ni la kuzuia zile pesa ambazo ni takriban euro bilioni 210 ambazo zaidi ya 70% au 80% zimewekeza nchini Ubelgiji. Na EU kwa pamoja wao walikuwa wana dhamira ya kuzichukua zile pesa kama ni adhabu ya uvamizi, alafu wampatie Ukraine ajikimu mahitaji yake ya kivita. Lakini Ubelgiji ikanyanyua mkono ikasema kwamba ikiwa kwamba 70% mpaka 80% ya uwekezaji wa Urusi za zile euro bilioni 210 ziko Ubelgiji, je, vita vitavokwisha? EU wanampa uhakikisho gani Ubelgiji kwamba watamlinda katika medani ya kisheria na kimahakama ikiwa Urusi itafungua mashtaka ya kumshtaki Ubelgiji, sio EU? Kwa hiyo Ubelgiji akataka uhakikisho wa EU kwamba mnipe dhamana kwamba ikiwa Ubelgiji itashtakiwa basi dhamana itoke kwa Urusi, na kama ikishindikana basi itoke kwa EU, na ikishindikana EU wazilipe hizo pesa. Kwa hiyo ikaonekana wazi kabisa kama katika medani ya kisheria haiwezekani kuzichukua zile pesa, na ndio maana sasa ikabidi waanze wao wenyewe kusema kwamba watatoa mkopo. Na ukitizama na bado huo mkopo haujatoka katika bajeti ya nchi za EU. EU itakuwa ni mdhamini wa ukopeshaji kutoka katika taasisi za fedha. Kwa hiyo Ukraine anahesabika kama anakopa yeye, lakini EU itaweka dhamana juu yake kupewa euro bilioni 90. Kwa hiyo ukitizama zoezi la kuchukua na kunyang'anya pesa za Urusi limeshindikana, na sasa anakopeshwa kama yeye Ukraine, EU ikiwa ni mdhamini. Hiyo yote moja kwa moja inaonekana kabisa waziwazi kwamba EU hawakuwa na sauti moja, na imeshindikana kumnyang'anya pesa Urusi na kuzitumia katika vita hivi. Hii inatengeneza taswira gani ndani ya Umoja wa Ulaya ambao inaonekana sasa wao ndo watu wa karibu wa kumsaidia Ukraine katika sakata hili la vita? Mekatika kidogo, rudia tena. Nilikuwa nasema hii inatengeneza taswira gani ndani ya Umoja wa Ulaya wenye EU ambao ndio wanaonekana watu wa karibu kumsaidia Ukraine ili endelee kuishi vyema katikati ya vita hivi? Taswira moja hapo inaonyesha kwamba nchi za Ulaya hazina sauti moja, hazizungumzi kwa sauti moja. Ndani kuna ushindani mkubwa. Tayari tumeona kwamba Ubelgiji imekataa kuzitoa hizo pesa, lakini kuna nchi 3 zenye kutawaliwa na vyama na serikali za mrengo wa kulia, ikiwemo Czech Republic, Slovakia na Hungary. Wao wamekataa kabisa kusema kwamba sisi hatutakuwa wadhamini na hatutotoa pesa hata senti 5. Kwa hiyo tayari kuna mmeguko ndani ya EU, hawana sauti moja. Lakini ukitizama, ukipanua wigo katika wigo wa kidunia, Marekani imeanza kuwatelekeza EU. Imesema kuanzia sasa hivi msaada hautotoka mkubwa kwa Ukraine, EU nao waanze kutoa pesa, lakini wamewekewa mtego kwamba hizo pesa za EU zitozotoka sio kwamba wapewe tu Ukraine, lakini zitumike katika kununua silaha wa Marekani. Kwa hiyo utakuta kwamba mnufaika zaidi katika masuala haya ni Marekani, ambaye kwa nyuma aliyeweza kukubaliana na Zelensky na Ukraine kwamba ikiwa watawasaidia basi Ukraine wawalipe Marekani katika mfumo wa kuchukua madini ya Ukraine kupelekwa Marekani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba EU kama EU, nchi za Ulaya zinakosa sauti ya pamoja, na wakati huo zinazidiwa na kuachwa mkono pamoja na mshirika wao mkubwa Marekani katika suala kama hili. Abdulaziz Jad ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye anazungumza nasi akiwa pale London nchini Uingereza. Na tukiangalia Ukraine na yale ambayo yamejitokeza katika siku za hivi karibuni juu ya kupata hatma ama amani ya kule Ukraine, ni swala ambalo linaonekana bado
lina mvutano wa aina yake kutokana na mambo mbalimbali yanayofanyika, pengine yanatokana na kisera, kisheria na hata kidiplomasia. Mimi ni Raymond Nyamwihula. Hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi cha Chekeche. Tutakaporejea tutakuwa na sehemu ya pili na ya mwisho. Asante kwa kuendelea kusalia nasi na karibu tena. Hiki ni kipindi cha Chekeche, sehemu ya pili na ya mwisho. Mimi ni Raymond Nyamwihula, tukiangalia uchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa. Leo hii tunaangalia Ukraine kutokana na matukio ambayo yamejitokeza hivi karibuni, kukiwa na jitihada mbalimbali. Tumeshuhudia vikao vya kule Berlin nchini Ujerumani, lakini Brussels nchini Ubelgiji. Awali yote kulikuwa kuna vikao ambavyo vifanyika kule Florida nchini Marekani. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba kila upande unachukua nafasi yake ya kukomesha vita vya Ukraine ambavyo itakapofika Februari mwaka 2026 itakuwa imetimia miaka 4 kamili tangu Urusi ifanye uvamizi kule Ukraine, uvamizi ambao umedumu mpaka hivi sasa na imekuwa ni vita gumzo katika medani za siasa za kimataifa. Tunaye Abdulaziz Jihadi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa pale London na tukijadiliana naye hili. Jihadi, wakati tunaenda kwenye mapumziko ulikuwa unaiangalia Marekani ukizungumzia namna ambavyo inashiriki katika tukio hili. Kwa watu wengine wanaona kwamba baada ya kuonekana Umoja wa Ulaya unasuasua kwa namna yake kupata suluhu, mataifa mengine ambayo yamejaribu kuweka karata zake kwa nchi moja moja, mfano hata Uingereza, tumeona wakati fulani waziri mkuu alikuwa mwenyeji wa Zelensky, kansela wa Ujerumani pamoja na rais wa Ufaransa, na wenyewe wakitafuta jitihada zao za kuhakikisha kwamba Ukraine pengine inapata uungwaji mkono wa aina yake ili kumaliza vita, lakini hali ni hii. Mtu pekee anayetazamwa ni Marekani. Anazichanga vipi karata zake katikati ya haya yote yanayojitokeza? Kumbuke kwamba Marekani ana mzigo mkubwa wa kidiplomasia na ushindani katika dunia. Mshindani wake mkubwa kwa sasa hivi ni China, na ukitizama kwamba vita hivi vinapigana vya Urusi na Ukraine vinapiganiwa Ulaya, na Ukraine anasaidiwa na mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo inamsukuma zaidi hasimu wake mwingine Urusi katika mikono ya China. Kwa hiyo kwa upande mwingine Marekani anataka hivi vita vimalizike haraka iwezekanavyo, na ndio maana anamshinikiza Zelensky kuingia katika meza ya mazungumzo na makubaliano, na wakubaliane kwamba hivi vita akubali kama ameshindwa, na Ukraine amekataa kukubali kama ameshindwa kwa shinikizo la nchi za EU. Kwa hiyo Marekani dhahiri shahiri inaonekana kwamba hataki hivi vita viendelee, na vinamgharimu kwamba Urusi anasukumwa katika mikono, anakumbatiwa zaidi na mahasimu wengine wa Marekani. Lakini wakati huo Marekani imeonyesha wazi kwamba pamoja na nchi za magharibi wote, hazina ya silaha zake zimekuwa ni chache mno. Ukitizama katika vita vya Ghuba ambavyo Israeli inapigana na Palestina pale Gaza, pamoja na Iran, vita vya Iran, imedhihirisha kwamba hazina ya silaha nzito nzito na makombora ya mbali imeishiwa. Kwa mfano Patriot missiles ambazo zinatengenezwa takriban 660 kwa mwaka tu, hazina hizo zimeanza kupungua. Kwa Marekani anazungumza wazi kwamba hatuna silaha nyingi, na tukizitoa nyingi tutaathirika katika medani za huku upande wa Irani pamoja na Gaza, na vile vile tutakuwa hatuna silaha za kuweza kujilinda. Kwa hiyo Marekani anacheza karata ya pili ya namna hiyo, kuhakikisha kwamba silaha zake haziishi. Na ya tatu, anataka kufanya biashara vile vile. Anamwambia Ukraine kwamba hatuwezi kuendelea vita bila kutiliana mkataba saini kwamba atapewa nafasi ya kuchimba madini, na hiyo Marekani amedhihirisha wazi, sio kwa Ukraine peke yake. Sasa hivi anaingia katika nchi zote, pamoja nchi za Kiafrika, hata DRC pamoja, ananyemelea vile vile na Tanzania, sio DRC peke yake. Nchi nyingi za Kiafrika ameweka wazi katika sera yake mpya ya usalama na kidiplomasia kwamba ameondoka katika kutetea siasa za uliberali, anakwenda katika maslahi binafsi ya kinchi na kutafuta rasilimali. Katika uchambuzi wako Jihadi, umeonyesha namna ambavyo Ukraine inaonekana sasa kubaki peke yake kimazingira. Inaonekana wengine hawaji wazi kuonyesha kwamba wanamwacha peke yake, lakini kimazingira anabaki kuwa ni yeye. Sasa katika hali ambayo Urusi hataki kuonekana anashindwa kwa sababu pia naye ana pressure ya siasa zake za ndani, Ukraine naye ana siasa zake za ndani ambazo hataki kuonekana anashindwa, wanabaki hawa mabwana wawili. Nini kinakuja kutokea kati yao?
Ukitizama Ukraine tayari ana msinikizo paka ndani. Tayari amepoteza zaidi ya 20% ya idadi ya watu. Population yake ya wakimbizi sasa hivi waliokimbia kutoka Ukraine ambao wako nchi za Ulaya, ambao tayari inaleta matatizo mengine katika nchi ya Ulaya, kwa sababu nchi za Ulaya, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na kadhalika, wanasema kwamba tuna wa Ukraine wengi ambao hatutegemei kurudi kwao. Kwa hiyo Ukraine ana pigo lingine, tayari ameshakosa nguvu kazi ya wapiganaji. 20% imekimbia na hawatorudi kirahisi. Hilo pande mmoja. Lakini Ukraine yenyewe imegubikwa na tatizo lingine la ubadhirifu na rushwa katika uongozi wake. Zelensky na viongozi wake inasemekana wanakabiliwa na tuhuma za kuondosha pesa ndani ya Ukraine kwenda kuzipeleka katika nchi kwa mfano za Ujerumani na sehemu nyingine. Kwa hiyo ubadhirifu unafanya kwamba serikali ya Ukraine ndani ya nchi yenyewe, wananchi wake kuanza kusema kwamba sasa tuingie katika masuala ya makubaliano, tumalize vita. Kwa hiyo Ukraine amebaki peke yake na anaendelea kupata shinikizo, lakini bado EU haitaki kukubali kuhakikisha hivyo, kwa sababu Ukraine akishindwa, taswira ya EU vile vile imeshindwa. Sio kwamba ameshindwa peke yake, kwa sababu mdhamini mkubwa ni EU. Kwa hiyo serikali na wananchi wataweza kuwaadhibu serikali za EU katika sanduku la kura huko tunavyokwenda, kwamba mlitoa pesa nyingi kwa Ukraine na mmeshindwa kuifanya ishinde. Kwa hiyo wanaweza kukawa kuna mabadiliko ya kisiasa ndani ya nchi za EU. Kwa hiyo kimkakati ama kimwelekeo, tuseme ni hivi karibuni tutashuhudia Ukraine akisema sasa basi? Kwa mwelekeo wa kidiplomasia ni ngumu, kwa sababu bado tunaona EU inaweka msuli wake, tayari imeshatafuta hizi bilioni 90 euro na Marekani itachangia kwa upande wake. Huo ni upande wa kidiplomasia, lakini katika upande wa kivita na kijeshi tunaona wazi kabisa kwamba Urusi inaelekea kushinda, ingawa inagharimu Urusi kiasi kikubwa. Lakini kivita inasemekana kwamba kimikakati na kistratejia kwamba Urusi inaweza kawa imeshinda katika kipindi zidi au kisichopungua miezi 3 mpaka 6. Sawa. Na katika mazingira kama hayo sasa, bila shaka kiuchambuzi, ni tukio la miaka 3 na tunaelekea miaka 4 linatoa taswira gani na ujumbe gani mkubwa kwa dunia ambayo imekuwa na misukosuko na wakati mwingine ikishuhudiwa mapigano ya hapa na pale? Kabla kuja katika swali lako la haraka, kumbuke kwamba Urusi haijawahi kushindwa vita vyovyote kupigana na EU. Kuanzia miaka 200 iliyopita, kwa mfano jenerali maarufu sana duniani ambao anasomwa na kila mwana strategia, Napoleon wa Ufaransa, alivamia Urusi. Matokeo yake Urusi ikampindua yeye na ikaingia paka Ufaransa. Hitler Ujerumani alianzisha kuanguka kwake baada ya Ujerumani kuivamia Urusi, na ndio vita vikuu vya pili vya dunia vikamalizika baada ya Urusi kuingia na paka kumuondoa Hitler na kukamata paka nusu ya Ujerumani. Berlin ikawa imegawanyika pale. Kwa hiyo hakuna historia paka sasa hivi ya nchi za Ulaya kuzishinda Urusi, na ndio maana wanaogopa kijeshi kwa nini. Tukirudi katika swali lako la kuzungumza kwamba inawacha taswira gani katika dunia, hakika katika dunia sasa hivi inaonekana kwamba sera za kidiplomasia zimepungua na sera za kimabavu zimezidi, lakini uthibitisho kwamba katika miaka 3 sera za kimabavu nguvu hazikusaidia. Kwa hiyo tunatakiwa turudi tena mezani, tuzungumze kidiplomasia na kifuata sheria za kimataifa ambazo mpaka sasa hivi viongozi wa kidunia, kwa mfano Marekani, hatumuoni kuwa na mwelekeo kama huo. Anapanua vita vingine kule Venezuela na tayari anaweza kurudi kuvamia tena pamoja na Israeli upande wa Iran, na wakati huo anatanua misuli kwa upande wa China na Taiwan. Kwa hiyo kidunia mpaka sasa hivi diplomasia haijakamata, haijashamiri, na tunaona kabisa kwamba mabavu ndio yanaendelea kutumika. Jaribu, nikushukuru sana kwa hitimisho hilo na asante sana kwa kuwa nasi katika mjadala huu kutoka hapo London, Uingereza. Asante sana, nashukuru sana.
Naam, Abdulaziz Jadi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Tumeangalia kwa namna ambavyo tumeweza kuliangalia swala la Ukraine kutokana na hatua mbalimbali zilizopigwa hivi karibuni, Urusi akihitimisha juma hili akisema kwamba aheshimiwe ili naye afikie hatua ya kukomesha vita vya Ukraine. Tumeangalia tafsiri yake na undani wa hilo. Mimi ni Raymond Nyamwihula, asante sana kwa kuwa nasi. Endelea kutufuatilia kupitia hapa UTV.